Lengo la ndoa ni watu kwenda kuzaana, na wala watu wasiongopeane kwamba ugumu huu wa maisha tupate mtoto mmoja tu au wawili tu, kwa sababu ukizaa wengi utaweza kuwasomesha, ukizaa wengi utaweza kuwalea. Kwa hiyo wazazi wanakubaliana wazae mtoto mmoja au wawili wanatosha. Kwa mujibu wa Uislamu, lengo la ndoa, wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Lakini ndugu zangu, tuwe makini katika kusambaza watoto wengi, wanamume na wanawake. Kinachotakiwa ni kuangalia namna gani unawalea watoto wako. Kuna mengi pia ya kuzungumza. Mazungumzo yangu kwa sasa, Uislamu unatuhimiza kuwa na watoto wengi, lakini uwingi huu wa watoto kusiwe kama mbilimbi tena, kwenye kishina mtoto, kwenye tawi mtoto, kwenye maji. Hapana, kinachotakiwa ni tanzimu nasli na wala sio tahdidu nasli. Uislamu unahimiza uzazi wa mpango, lakini wakati huo huo unakataza uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango unaohimizwa na Uislamu ni tanzimu nasli, na uzazi wa mpango unaokatazwa na Uislamu ni tahdidu nasli. Kuweka hadi katika watoto, nitataka wawili tu, si zaidi ya hapo, hiyo ni mamnuu, marufuku, kwa sababu huwezi kujua. Kuna wachawi umo wanamhitaji mtoto huyo huyo, kuna bodaboda zinamhitaji mtoto huyo huyo, kuna mabomu yanamhitaji mtoto huyo huyo. Sasa akiondoka huyo unapaki na nani? Kwa Uislamu hautaki tahdidu nasli, kupangilia watoto tutakuwa na wawili tu kuweka hadi au watatu tu kuweka hadi. Uislamu unataka tanzimu nasli, kuwe na mpangilio kutoka mtoto mmoja kwenda mwingine, papatikane nafasi kidogo ili mama kurudisha afya yake kwanza kabla ya kutengeneza mtoto wa pili. Hii ni message inayopatikana katika wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Tuwe na watoto wengi, lakini sambamba na uwingi huo wawe na utaratibu. Sio mtoto wa kwanza ana miezi minne huku mama mjamzito. La.